Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu, niweze kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka, lakini pia niweze kuhakikisha kwamba tunapata kuyachambua kwa kina na kupata kuelewa kiundani kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutendeka katika taifa la Tanzania. Msikilizaji, taarifa ninazozipata siku ya leo ni bila shaka taarifa za tanzia ambazo zimeweza kumhusu mwanabiashara mmoja ambaye ni maarufu eneo la Arusha, ambaye anafanya biashara vya kuchimba madini, ambaye aliweza kutekwa, lakini baadaye pia imeweza kutokea taarifa leo kwamba amepatikana kauawa. Msikilizaji, naomba nikupeleke moja kwa moja kwa taarifa hii na kwa utaratibu ili tupate kuielewa vizuri zaidi. Naomba kwanza nikusomee taarifa hii msikilizaji, ambayo imeweza kutumwa hapa, ambayo inasema hivi: ikiwa ni saa kadhaa zimepita baada ya kuripotiwa kwa kupotea katika mazingira tatanishi kwa mfanyabiashara wa madini ambaye anaitwa Abdullah Mussa, ambaye ni maarufu kama Bonjo, mkazi wa Sanawari mkoani Arusha. Mwili wake umekutwa katika eneo la Bereko wilayani Kondoa mkoani Dodoma. Taarifa za awali zinaeleza kuwa mwili huo ulikutwa ukiwa umeharibika, hali iliyozua maswali mengi kuhusu mazingira ya kifo chake. Kwa mujibu wa watoto wa marehemu Mussa Abdillah, familia ilipigiwa simu na kupewa taarifa kuwa kuna mwili umeokotwa pembezoni mwa barabara katika eneo la Bereko Kondoa. Walipofika eneo hilo, walithibitisha kuwa mwili huo ni wa baba yao, huku ukiwa na majeraha ikiwemo kutobolewa macho na kuvunjwa mkono. Mussa akizungumza hiyo jana alisema kuwa Februari 12 mwaka huu baba yake aliondoka nyumbani kuelekea mazoezini katika eneo la jengo la Ngorongoro, lakini baadaye kulikuwa na taarifa kuwa alichukuliwa na watu wasiojulikana. Juhudi za ndugu na jamaa kumtafuta hazikuzaa matunda hadi walipopokea simu ama walipopokea taarifa za kupatikana kwa mwili wake huko Kondoa. Baadhi ya wanahabari wamejaribu kufuatilia suala hilo kwa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, ambapo ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma imeeleza kuwa itatoa taarifa juu ya tukio hilo hapo baadaye kutokana na majukumu ya kiofisi yaliyomkabili kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma wakati aliweza kupigiwa. Msikilizaji, swala hili bila shaka limeweza kuzua utata katika mitandao na limepata kuhakikisha kwamba kuna uzungumzaji mwingi wa masuala ya enforced disappearances na vile extrajudicial killings ambazo zimeweza kuendelea katika taifa la Tanzania. Msikilizaji, kabla ya utekaji wa bwana huyu kutekelezwa, alipata kuzungumza na akaeleza kwamba katika siku zilizoweza kupita, siku chache kabla ya siku hii yake ya kutekwa, alieleza kwamba amekuwa akiona akifuatiliwa na watu ambao wanaonekana ni wa kiserikali,
Na sasa ikatokea siku aliyokwenda mazoezini akapotea ama akachukuliwa na watu wasioweza kujulikana. Kwa sababu kiini cha taarifa hii msikilizaji kinaniambia kwamba, naomba nikusomee kanda nyingine kama ilivyoweza kuandikwa hapa kwa Kiingereza. Abdillah Musa, known by his nickname as Banjo, is a popular gemstone trader and miner in Arusha. He was abducted a week ago, and previously he had been complaining of being harassed and trailed by people believed to be state-backed operators, typical murderers. Anipata msikilizaji, kwamba siku zilizoweza kupita kabla ya bwana huyo kuzungumza, alieleza kwamba ameona akifuatwa na watu wa kiserikali katika siku za hivi punde, na hajaweza kuelewa kiini cha kuweza kufanyika hivyo ni kipi, lakini alisema kwamba alipitia harassment and trail. Harassment msikilizaji ni kama watu ambao wanakutokea tu, wanakuuliza mambo, maswala na nini na nini, usiwe unajua kile, hujui kile, yani kama unataka kufanya shughuli zako fulani wanakuharibia na mambo kama hayo. Sasa bwana huyu kabla hajaweza kutekwa alisema kwamba alipitia vitendo hivyo, lakini pia aliendelea kufuatwa sana mpaka ilipoweza kufikia siku hii ambayo aliweza kutekwa. Na baada ya kutekwa kwake, familia yake ikakosa kujua alikoelekea, lakini wakapiga ripoti kwa kituo cha polisi kueleza kwamba bwana Abdillah amepotea, na wanapolisi wakasema kwamba watachunguza wapate kuelewa ni kipi kinaendelea. Lakini baada ya siku chache ndio ripoti hii imeweza kutoka kwamba mwili wake umeweza kupatikana pembezoni mwa barabara, ambapo umeweza kuumizwa vibaya, na imeweza kusemekana kwamba ametolewa macho na kavunjwa mkono. Ina maana kilichomtokea ni shambulio ama kuchapwa. Na bila shaka msikilizaji, inapotokeaga kwamba unaondolewa macho kipindi cha kuuawa, bila shaka ni kuondoa ile evidence ama ushahidi utakaoweza kupatikana kwa macho yako, kwa sababu ulimuona aliyekutekelezea maovu, ama utakuwa umeona baadhi ya watu ambao wamekuua. Kwa sababu hiyo basi, kutobolewa kule kwa macho unaonyesha kwamba waliosababisha yale walijua kwamba baadaye kutaweza kufanyika postmortem na kutaweza kuangaliwa kwamba ni akina nani walihusika katika kumsababishia maovu yale. Kwa hivyo wakahakikisha kwamba wamemtoboa macho ili kupoteza ushahidi ule kupatikana, na kukosa tu kujulikana kwamba ni watu wa aina gani waliweza kusababisha maovu yale kwa bwana huyu ambaye aliweza kusababishiwa kifo, ambaye ni mwanabiashara maarufu wa mtaa wa mji wa Arusha. Msikilizaji, bila shaka msikilizaji, ni jambo ambalo ni la kuumiza sana mioyo na sio mwelekeo mzuri wa taifa bila shaka. Na bila shaka hatua zinafaa kuchukuliwa kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wapo salama wanapoendelea na shughuli zao za siku hadi nyingine. Na kukaribisha, endeleeni kupiga subscription na kuendelea kutufuatilia katika kituo hichi msikilizaji. Kila siku nitahakikisha kwamba tupo hapa
kuhakikisha kwamba tunakufahamisha na tunakusogeshea karibu yale ambayo yanazidi kutokea.